Mlamla Igwe, 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 Mlamla Igwe. Ngoja kwanza, tumeongelea mambo mengi ya kahawa, tuongelee na hili swala la mganga tulompokea hapa kijiji. Na imani naye kweli nyinyi? Mimi kwanza kabisa sina imani kabisa, na mganga. Tumempokea kwa mbwembwe nyingi, kwa shangwe, lakini huyu mchawi ni hatari. Mliona kilichomtokea yule mganga wa mwanzo. Lakini ngoja tuangalie sasa. Tunajua kila mtu anakuja na propaganda yake. Wenda yule amekuja na dawa kali. Nini? Nini? Hivi unaelewa? Si muongea, kuna shida gani? Mkana Steve. Elewa. Sasa ameshakufa. Steve wapi? Steve ashakufa. Kaka unaelewa? Mimi siwaelewi hawa. Hebu sikia. Tulia basi. Sikia basi. Sasa tulia. Unaona vile kwa muda mno. Mganga Mlamla, wewe ndio tegemezi letu, hatuna pengine pa kwenda, tusaidie wananchi wako. Hilo limekwisha. Hii dawa ni maji ya bahari na mchanga wa njia panda. Nendeni, baada ya siku 7
kitakuwa tayari. Umeelewana? Naweza kuondoka. Nipeni kisu changu cha uganga, nikamchinje njiwa manga, njiwa manga, njiwa. Solange, pole na msiba ndugu yangu. Asante, nishapoa. Ila nasikia dadangu alifariki kwa njia ya asili. Na inavyosemekana, yaani ukipokea tu unakufa. Inawezekana? Mimi siamini. Eti mtu anaamua kabisa. Natisha. Sasa pole sana ndugu yangu. Solange. Wewe Solange. Pesa ngapi? Ngoja niende. Nani? Karibu sana gani? Usijali. Mbona uko hivyo una huzuni sana? Mimi bado siamini shangazi. Kwa nini? Dadangu Solange alifariki kwa njia ya asili. Sasa shangazi Solange, nikwambie kitu. Kifo cha ndugu yako kinatuumiza sote. Ukiwa unakaa na huzuni muda wote, kama mwanangu. Yaani safi kwa mpango ya Mungu, siamwache Mungu. Sawa. Twende ndani ukae na hii dawa niliyowapa, nendeni mkaimwage njiani karibu na nyumba ya Blala. Hakikisheni anaivuka, na akishaivuka kila kitu kitakuwa kimekwisha. Hakuna habari ya Blala wala simu kijijini. Umeelewana? Ndio mganga, tutafanya kama ulivyotuelekeza. Nipeni kisu changu cha uganga. Bulala bulala kijana wa vituko, anapita njia za giza tafuta fumbo. Kijiji kizi
kizima cha mtazama kwa mashaka, mana kila siku anaibua maswali mapya. Bulala kwanza muone alivyo, eti mnamuogopa. Yaani mnamuogopa aje binadamu mwenzenu? kijiji chetu kimepoteza amani, mizimu yazunguka kila upande wa kijiji, maajabu hayatoki, huzuni haishi. Tunaomba Mungu amani irudi tena. Kijiji chetu mbona umebadilika? Kila usiku ni kilio na hofu. Tulikuwa tukiimba tukacheka pamoja, leo tunakesha tukisubiri mapambazuko. Kwenye njia kuu kuna ukimya mzito, mara unasikia hatua zikija nyuma, ukigeuka hakuna mtu unayemuona, lakini moyo wako wasema kuna kitu. Wazee wanakumbuka yaliyopita zamani, wanasema kijiji kimefika kwenye wakati